Elewana vizuri hapo. Imekaa sawa. Tunaanza na taarifa ya kitaifa kimataifa. Ambapo wekundu wa Msimbazi Simba ndio wawakilishi pekee katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati katika michuano ya CAF ya wawapo katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Jumamosi ya tarehe 17 kesho kutwa tu hapo. Kesho ni Ijumaa. Na leo ni tarehe 15. Manake kesho ni 16, tarehe 17 itakuwa ni Jumamosi. Saa 4 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na hapa nyumbani vizuri. Wameamua kuanzia Casablanca, wajiandae kwa siku 2 hivi. Itakuwa ni siku 3 ya Jumatano, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Alafu Ijumaa ndo wanaondoka wanaelekea Bekani. Ujda. Bekani kule. Ndio wanakwenda kufanya kazi. Mimi nadhani ni mpango mzuri, ambao Simba wamekuwa nao. Wanahitaji utulivu zaidi. Wamechagua eneo ambalo wanaamini kwamba watakuwa na utulivu, lakini pia siku ambazo wameziweka kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kwenye huo mchezo. Unajua distance ya kutoka eneo moja kwenda eneo nyingine sio kubwa, na wanakwenda siku moja kabla ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo watapata muda wa kurelax, then kuamkia kwenye siku ya mchezo. Nadhani itabidi waende kupata ile pitch feeling, then baada ya hapo waweze kwenda moja kwa moja kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo mimi naamini ni mpango mzuri ambao Simba wamekuwa nao wa kwamba sogea kwa hivi ili watu wa YouTube pia wakuenjoy. Sogea kwa upande huu kidogo ili watu wa YouTube pia wafurahie. Naam. Unaona sasa hapo. Hapo mambo yamekaa mkao. Nitaka nimalizie. Basi. Okay, nilikuwa naiweka kwamba mimi nadhani ni mpango mzuri kwa Simba Sports Club, kwamba kuanzia eneo ambalo wameamua kuanzia pale Casablanca, then baadaye wataweza kusafiri kuelekea eneo ambalo wanakwenda kucheza huo mchezo Ujda dhidi ya timu ya RS Berkane. Ni eneo sio tofauti, ni lile tu, ni kwamba ni wapi ambapo wameona watapata comfort, ni wapi ambapo wana uzoefu napo, ni wapi ambapo wanaweza wakafanya mambo yao kwa utulivu, kwa sababu wamekuwa wakisafiri, si kwamba ni mara ya kwanza. Wamewahi kwenda kucheza na hao Berkane, wamewahi kwenda Morocco kukutana na timu nyingine kwenye mambo ambavyo walikuwa wakishiriki. Wamewahi kwenda huko hata kwa ajili ya hizi tuna pre-seasons. Kwa hiyo ni hali tu ya kwamba ni wapi ambapo nitakuwa na comfort, na ndio sehemu bora zaidi. Wachezaji wanahitaji utulivu wa hali ya juu kwa sasa hivi, hawahitaji kuwa na kashikashi. Unaweza kukuta wanakwenda kwenye mji ambapo hapo Berkane, then hapa na pale mashabiki wa Berkane hawa hapa, mambo kidogo yanakuwa mengi. Kwa hiyo nadhani wamechagua eneo ambalo ni sahihi, na mwisho wa siku moja kabla bado si mbali, kwa sababu kama ni swala la kukop up, kuzoea mazingira, tayari wako Morocco, watakuwa wameshapata ule uzoefu, miili imeisha zoea hali halisi kwa muda ambao wamekwenda siku 2 mpaka 3, si mbaya. Then wanatoka hapo wanakwenda sasa siku yenyewe, siku ya Ijumaa wanapumzika kwa ajili ya Jumamosi kujiandaa kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo mimi naona mkakati ambao Simba wameuweka, ratiba ambayo Simba wameuweka ni nzuri kwa upande wao. Kilichobakia ni nini ambacho wanakwenda kufanya kwenye pitch. Jana sasa kwenye hii mechi, tukianza kwa kuangalia Simba kwa mechi zake za ugenini msimu huu. Mechi yake ya kwanza kabisa ugenini ilikuwa ni Al Ahly Tripoli ile. Haitoka 0-0. Ndio. Katika mchezo ule. Lakini mechi yake ya pili ya ugenini ilikuwa ni katika hatua ya makundi dhidi ya timu ya CS Constantine ile. Akakandwa 2-1. Mechi yake ya tatu ya ugenini ni dhidi ya timu ya Sfaxien. Nako alikula kamoja. Alishinda. Sfaxien alimchapa. Alishinda moja bila, yes. Bravos watoka 1-1, yes. Mechi yake ya pili manake wewe Sachoni hapo, kariri mechi za ushindi za ugenini za Simba. Ni moja tu yani. Ni moja tu. Kashinda moja. Yes, ni moja tu ya ushindi, lakini alitoka 1-1 na Bravo. Lakini mechi yake nyingine ugenini Al Masry alikula. Hivi wa mwisho walitoka bila. Stellenbosch pia alitoka suluhu bila kufungana. Reti hii, yani uwiano huu ambao wanauonesha Simba katika mechi za ugenini katika 24-25 unaridhisha na kuonesha ya kwamba wanapaswa kuwa na matumaini na wanaweza kaonesha kitu kwa Berkane mechi ya finali, kwa sababu wanacheza na timu ambayo wakiwa katika uwanja wake wa nyumbani kushinda goli 5-3 ni kawaida sana. Ushindi, performance ya Simba ugenini sio performance mbaya, hasa kwa aina ya soka la Afrika, kwa sababu amefanikiwa kutoka sare michezo 3, ameshinda 1, alafu akafungwa, amefungwa michezo 2. Sawa.
amekuwa na performance ambayo inaridhisha, sio mbaya sana ugenini. Lakini changamoto ni kwamba mtu ambaye anakwenda kucheza naye RS Berkane akiwa nyumbani, wao wanakuwa ni timu hatari zaidi katika uwanja wa nyumbani. Michezo ya makundi yote mitatu wakiwa nyumbani wamefanikiwa kushinda, lakini mchezo wa robo finali wamefanikiwa kushinda, mchezo wa nusu finali pia wamefanikiwa kushinda wakiwa nyumbani, na ni timu ambayo imekuwa na performance bora sana katika hiyo michezo ya nyumbani. Stellenbosch hatua ya makundi alifungwa mabao 5, lakini kwenye hatua ya nusu finali dhidi ya CS Constantine walifanikiwa kushinda mabao 4-0 wakiwa nyumbani. Kwa hiyo ni timu ambayo ni hatari sana katika uwanja wao wa nyumbani. Kwa Simba rekodi yake ya ugenini ni nzuri pia. Kwa hiyo inaashiria kwamba Simba atakutana na mchezo mgumu, lakini kutokana na performance yake ugenini bado haitokuwa mechi rahisi. Kuna hoja inazungumzwa ya kwamba ndio Berkane ukiangalia mechi zake za nyumbani kuna mtu kampiga 5, kampiga ngapi, lakini kakutana na nani kwenye hizo mechi ambazo kashinda goli nyingi? Mechi ambayo kashinda goli 5 ya kwanza ilikuwa dhidi ya timu ile ya Daje kwanza. Ya kwanza katika second preliminary stage alimpiga mtu 5. Akaja kwenye hatua ya makundi, mechi ya kwanza ya nyumbani hapo alishinda 2. Mechi ya pili alishinda 1 na Stade de Malien alishinda 1. Mechi nyingine ya nyumbani akaja akashinda 5 mbele ya Stellenbosch. Alafu baada ya hapo kuna mechi nyingine ipi ya nyumbani ambayo kashinda goli nyingi? Kwa ASEC kashinda 1. Kuna mechi ya ASEC 1-0, alafu kuna mechi ya Constantine kashinda 4-0. Yes. Aina wapinzani ambao wamewapiga nyingi nyumbani ni wazito kuliko Simba? Wapinzani aliowapiga goli nyingi sio wazito kuliko Simba, kwa sababu Constantine ni mpinzani ambaye walikuwa pamoja na Simba kwenye kundi lao, na katika lile kundi Simba aliongoza akiwa na alama 13 na Constantine alikuwa na alama 12, na Simba na Constantine walikutana mara 2. Simba alivyokwenda ugenini, Constantine alishinda 2-1 na hiyo ilikuwa ni Algeria, lakini walivyorejea hapa Dar es Salaam Simba akashinda 2-0. Kwa hiyo Simba na Constantine walivyokutana, kama ingekuwa ni tai ya mtoano, Simba angepita, kwa sababu ya angekuwa yeye nyumbani alishinda 2-0, alivyokwenda ugenini akafungwa 2-1. Kwa hiyo ingekuwa aggregate ya 3-2. Lakini Stellenbosch pia alikutana na Berkane, na Berkane alimfunga Stellenbosch Morocco 5-0, na walivyokwenda Afrika Kusini Berkane pia alipata ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Stellenbosch. Lakini pia hii timu ilikutana na Simba, na Simba hapa Tanzania Zanzibar alishinda bao 1-0. Walivyokwenda South Africa Simba na Stellenbosch wakatoka sare ya bila kufungana. Kwa hiyo wapinzani ambao Berkane amewafunga na wapinzani hao wakakutana na Simba pia, utaangalia margin ya Simba alivyokutana na wapinzani ambao pia wapinzani walikutana na Berkane. Utagundua kwamba Berkane wapinzani wale aliwapiga kipigo kikubwa. Yaani Berkane alivyokutana na Stellenbosch mechi zote 2 aggregate ilikuwa ni 8-1. Sasa wakati tunaanza kujibu swali ulizungumzia katika namna ya kwamba wale wapinzani ambao waliwapiga nyingi timu ya Berkane sio wazito kuliko Simba. Lakini Simba amepata nao tabu. Lakini Simba huyu ambao unasema sio wazito kuliko Simba, alipokutana na hao kapata nao tabu. Haina tafsiri ya kwamba Berkane anaweza akawa na advantage kubwa ya kuwa ya kumudu Simba ugenini. Akiwa nyumbani. Sasa finali ni finali. Okay. Yaani finali ni finali, na mentality huwa zinabadilika. Kwa mfano kama Berkane alivyomfunga Stellenbosch home and away 3-1 South Africa, 5-0 Morocco. Na ile ilikuwa ni kwenye hatua ya makundi. Inavyokuja kwenye issue ya finali au ingekuwa mtoano, mechi inakuwa ngumu zaidi, kwa sababu kwenye makundi mnatafuta point. Ila kwenye mtoano unatafuta idadi nzuri ya ushindi au ya magoli ambayo yatakuvusha kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo issue ya finali ni finali. Licha ya kuwa kwamba wapinzani ambao Simba amekutana nao na
na wapinzani ambao tena Berkane alikutana nao hao Berkane alionekana kupata matokeo mazuri kuliko Simba, lakini wao wawili watakavyokutana mentality inabadilika, na naamini kabisa fighting spirit kwa wachezaji wa klabu ya Simba itabadilika kimbinu. Jinsi ambavyo kocha Fadlu atakuwa amejiandaa kumkabili Berkane itakuwa ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo matokeo mazuri ambayo Berkane ameyapata dhidi ya wapinzani wa Constantine na Stellenbosch ambao Simba alipata nao ugumu, haiwezi kuwa ni sababu ya kuamini kwamba Berkane atakavyokutana na Simba itakuwa ni mechi rahisi kwa Berkane, kwa sababu issue ya finali ni watu wanajitoa, kwa sababu ni mechi mbili tu ambazo zinakwenda kubadilisha historia yenu. Kwa namna ya kujitoa, namna ya maandalizi kimbinu, tutegemee mabadiliko makubwa. Naamini kabisa Simba anakwenda kumpa mechi ngumu Berkane na haitokuwa mechi rahisi kwa wote wawili. Unazungumza vipi na wewe ambaye una kijoto cha finali na kihofu cha Berkane mpiga nyingi nyumbani? Mtaani huko mnakiona au watu wako wanajiamini sana? Unajua watu ni kama wamerelax, yani ni kama wamerelax, hawana stress za kiasi hicho kwamba yani utaenda kukutana na Berkane itakuwaje. Hapana, yani wamechukulia ni mchezo wa kawaida, na unajua tayari wamewahi kukutana na Berkane, kwa hiyo wana hiyo kumbukumbu. Kwa hiyo kumbukumbu kama tuliweza kumfunga hapa, hata kama ilikuwa moja namna gani tunaweza tukafanya kikubwa zaidi. Kwa hiyo kuna ile imani. Unajua siku zote mashabiki wa mpira wa miguu kabla ya mchezo wenyewe mara nyingi wanakuwa na imani na timu yao. Kama imeweza kufika finali, yani why uende kwenye mchezo una expect kwamba mimi nakwenda kufungwa goli nyingi kisa anafunga goli nyingi? Hakuna kitu kama hicho. Yani wewe unasubiri uone mechi yenyewe itakopa nini. Alafu kumbuka wana ile advantage kubwa ya kwamba wanakuja kumalizia mchezo hapa nyumbani. Ni swala tu zima la kuweza kuminimize idadi ya mabao unapokuwa ugenini. Kwa hiyo wanaamini timu yao ya Simba kwa namna ambavyo wamekuwa na mwendelezo mzuri ugenini kwa msimu huu, wanaweza wakaenda wakafanya kitu ambacho ni cha ziada au ni cha tofauti kulingana na ambavyo matokeo ya hizi timu yanaweza yakawa yanazungumza. Kwa mwisho wa siku Simba wanakwenda kule, ikitokea tu ni goli hizo zaidi mbili, imani itakuwa kubwa kwamba Simba wakija hapa wanakuja kufanya makubwa. Nikwambia nataka nikupiga nalo la uso. Ndio. Ni hili lifuatalo kabisa. Ni kuna makali yoyote yameongezeka Msimbazi kutoka kwenye mechi yake ya mwisho ya nusu finali kuelekea kwenye mechi yake ya finali? Kuna sehemu yoyote kwenye kikosi cha Simba kuna makali yameongezeka? Ndio. Mimi binafsi naona kuna makali yameongezeka kutokea kwenye mchezo wa mwisho ambao michezo yote miwili ambao Simba alicheza dhidi ya Stellenbosch akicheza Zanzibar, alafu anakwenda kumaliza Afrika Kusini. Na hapo sema makali yameongezeka ni kwamba mwalimu kwenye hizi mechi za ligi alikuwa akitumia wachezaji tofauti, yani alikuwa akibadilisha kikosi. Sasa kwenye kubadilisha kikosi kuna wachezaji waliweza kuimpress. Ina maana tulikuwa tukizungumza au ulikuwa ukiona kwamba Simba ina wachezaji wengi lakini haina kikosi kipana. Yani hilo inawezekana. Mwalimu alikuwa unaweza kuona ana timu lakini yani walioko bench hana belief nao kabisa. Yani anatamani wale waliopo ndo wacheze dakika zote, na hata akifanya mabadiliko anafanya mabadiliko machache sana. Sasa ina maana timu inakuwa exhausted, yani timu inachoka, inashindwa kuenjoy ile cardiac respiratory endurance inapotea. Unaona mpaka alikuwa na uwezo wa kufanya mabadiliko kwa kuchelewa kwa sababu ya aina ya kikosi alichokuwa nacho. Lakini kuna wachezaji wameweza kuimpress kwenye baada ya kucheza mechi ya mwisho ya nusu finali. Wamekuja hapa wamecheza michezo 4 ya ligi. Joshua Mutale kuna kitu ambacho amekiongeza. Mimi naamini mwalimu kuna kitu ambacho amekiona kwa Joshua Mutale ambapo inaweza ikamuongezea kitu, either kumwamini na kuweza kumpata nafasi kwenye finali. Yes, au hata wakaanza waliokuwa tukizoea kuwaona wakianza, lakini walau dakika ya 60-70 mwalimu akaweza kufanya mabadiliko, kuweka nguvu mpya ambayo inaweza ikaleta kitu cha tofauti ndani ya kiwanja kuliko ile mpaka dakika ya 80 wachezaji ni wale. Kuna namna ambavyo wanakuwa exhausted hata kama ni bora, lakini hawakupi kile ambacho alikuwa anakupa maana kashachoka. Then ukitoka hapo mimi naona pia kuna kitu ambacho Kejefa amekionyesha kwenye mechi hizi. Yani kuna kitu amekionyesha, yani amekuwa na ubora mkubwa. Kwa hiyo mwalimu baada anaweza akawa na wigo mpana kwamba tumeshacheza mchezo wa kwanza, anaweza akamwa basi niwe compact, si ndio? Kwa hiyo anaweza akamwamini kwamba Kagoma ndio yuko ndani, lakini ngoja nimuongeze na nani na Kejefa kwa sababu labda ni dakika 80 Simba wametokea wamekaza, labda hata wamepata bao moja au ni moja. Unaamua sasa
ngoja tuone kama kuanzia dakika hii 80 dakika 10 tutaweza kuwa compact tuende nyumbani na walau na sare. Sasa kwenye kufanya hivyo anaweza akajikuta anamwamini Okejefa, lakini pia Mavambo naye kuna namna ambavyo kuna kitu cha ziada ambacho ameweza kionyesha. Kwa hiyo mwalimu amepata wigo wa wachezaji wa kutosha kuliko ile uko moja au 1-0, then unalazimika kusalia na wachezaji wale, kusalia na mfumo ule kwa mantiki ya kwamba walioko huku siwaamini, anaweza akaingia asinipe kile ambacho nakitaka. Lakini kuna hao wachezaji ambao waliingia kidogo kwenye hizi mechi, kuna kitu tofauti ambacho ameweza kukionyesha na labda mwalimu anaweza akawaamini. Kwa hiyo kilichoongezeka ni kwamba mwalimu amepata idadi nzuri ya wachezaji kuelekea mchezo wa finali. Na kingine hapo unajua Simba anakwenda ugenini na ugenini kikubwa ni kuhakikisha kwamba haupati matokeo mabaya sana. Kwa sababu sio usipate matokeo mabaya, ile sio mabaya sana. Yani hata kama unajua ugenini, kucheza ugenini ni ngumu kabisa. Always. Kwa at least kushinda ni ngumu pia. Kabisa. Na Simba katika michezo yake 6 akashinda mchezo mmoja tu ugenini. Na anakwenda kucheza na timu ambayo imeshinda michezo 6 nyumbani. Ukiangalia uwepo wa Okejefa, lakini pia Shemalon alipata nafasi, na Yusuf Kagoma kuna muda alicheza kama beki wakati. Ndio kabisa. Manake kwenye issue ya defensive, kwenye kujilinda, pia mwalimu atakuwa na machaguo mengi. Kuna anaweza tu akaamua kuingia na mfumo wa back 3 kwa sababu pia hata Shemalon amekuwa fiti sasa na amepata nafasi ya kucheza katika hiyo michezo minne ile ya viporo. Kwa hiyo kwenye issue ya defensive pia naamini kabisa mwalimu wa klabu ya Simba atakuwa na uwanja mpana wa kuingia na mifumo mbalimbali. Na mechi ya JKT amecheza dakika 90 na timu imeondoka na clean sheet. Kwa hiyo atakuwa na option mbalimbali kwamba anaweza akaamua aanze na back 4 na wachezaji ambao watawapa nafasi wakaperform, lakini anaweza akaanza na back 3 wachezaji ambao watawapa nafasi wakaperform. Na eneo la kujilinda, back 4 au back 3 inasaidiwa sana na eneo la kiungo cha ulinzi, kina Ngoma, Kagoma, lakini pia Okejefa ambaye amepata nafasi na ameonyesha uwezo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini hii michezo minne ya viporo ilikuwa na faida kubwa sana kwa mwalimu, lakini pia issue ya rotation imemsaidia sana kuongeza ufiti kwa wachezaji wake, hasa wale ambao walikuwa wapati nafasi. Kwa hiyo ni maandalizi sahihi kuelekea mechi ya ugenini ambayo inahitaji ujilinde zaidi, ujilinde sana kwa sababu mwenyeji lazima ajitawale, lazima afunguke. Na hata ukiangalia kwenye mechi yake iliyopita ya ligi, kwa sababu ligi imeisha wao Jumamosi, mchezo wao dhidi ya Maghrib Fez, alipumzisha baadhi ya wachezaji wake wa muhimu. Sawa, winga wake yule Ayubu Mehri alianzia benchi, lakini pia kiungo wake yule mkabaji Mamadou Kamara alianzia benchi, lakini beki wake Yusufu Dabo ambaye ni beki wakati na sometimes anaweza akacheza pembeni kwenye back 3. Amekuwa na mchango mkubwa kwenye timu, ana mabao 7 kwenye ligi, lakini aliwaanzisha benchi. Manake naye mwalimu amejiandaa zaidi kucheza na klabu ya Simba. Kwa manake tutegemee Simba kushambuliwa sana katika hiyo mechi, kwa sababu sehemu nzuri ya kupata mabao mengi au sehemu nzuri ya kujitengenezea mazingira mazuri katika michezo miwili ni mchezo wako wa nyumbani. Kwa na mgeni lazima nawe uhakikishe kwamba unajilinda na unakuwa bora kwa katika huo mchezo. Kwa hii michezo minne ilikuwa na faida kubwa sana, hasa rotation ambayo imetoa fursa kwa wachezaji ambao walikuwa wapati nafasi kupata fitness. Msifia Fadlu Davids, yani kocha wa Simba. Ni kati ya walimu bora mimi ambao nimewahi kupata kuwaona. Unajua wakati wanakwenda kwenye zile mechi, kichwani mwangu nilikuwa na maswali mengi. Fadlu anakwenda kufanya vipi? Lakini aliweza kumaintain kwa maana gani? Yani alikuwa anaweza kubalance kikosi na bado wachezaji wanapumzika na bado wachezaji wanaendelea kupata fitness. Yani sio kwamba aliamua ngoja mechi hizi mbili mchezaji fulani asicheze kabisa. Unaona bwana, wacheze fulani hao ambao walikuwa wacheze. Mechi ya kwanza alijaribu kufanya rotation kubwa, haikuweza kumlipa. Kuna wachezaji ambao hawakuwa kwenye level ile. Lakini mechi zilipokuwa zinazidi kwenda, unaweza kuona mechi hii Jean Charles huwa hajaanza, lakini mechi ijayo anaanza, anacheza dakika zote. Unaweza kuona mechi hii Elie Mpanzu ameanza, lakini mechi nyingine inafuata anaanzia labda benchi. Hiyo inakupa picha ya kwamba kwanza mwalimu anawapa wachezaji muda wa kupumzika, lakini
lakini vile vile hawaondolei fitness. Yani hakuna mechi kwamba alicheza mtu amekaa labda mechi mbili zote hajacheza, hapana. Alihakikisha kwamba anapata nafasi ya kucheza, kuendelea kumpa ile nini fitness, lakini at the same time bado anapumzika. Utamwona Ahoua yupo, utaona Nanli yupo. Kwa hiyo mwalimu kuna namna ambavyo alinimpress kwenye namna ambavyo alikuwa anabadilika kulingana na timu ambazo alikuwa anakwenda kukutana nazo, lakini pia alianza kuicheza finali mapema kabisa kabla hajaifikia finali yenyewe. Kwa hiyo mimi kimaandalizi Simba wameimpress sana kimaandalizi. Yani haya matokeo ambayo wamekuwa wakiyapata yanaweza yakawa si mazuri, lakini ni kwa sababu si mazuri. Kwa sababu gani nasema si mazuri? Namna ambavyo wameyapata. Yani yapi sasa haya matokeo ya kitaifa waliocheza hapa dhidi kwenye ligi, yani viporo vyake. Unaweza ukawa umepata alama zote, lakini matokeo yasiwe yana impress, yani yasiwe ni mazuri. Yani namna alivyokuja kushinda dhidi ya Mashujaa, namna ambavyo dhidi ya Pamba almost kwenye kila mchezo umeconcede, ukiachilia mbali mchezo dhidi ya JKT pekee. Kwenye michezo mitatu Simba na concede kwenye michezo mitatu ndani ya michezo minne, kidogo inashtua. Lakini ni namna gani sasa mwalimu alikuwa anakuja kwenye hizo mechi? Kwa hiyo unapata picha kwamba okay, Simba wanaweza wakawa walikuwa wanaonesha structure hii kwa sababu ya namna ambavyo mwalimu alikuwa anafanyaje, anakuja. Lakini naamini amepata cream yake iliyo bora kuanzia kwenye eneo la ulinzi, namna ambavyo timu ilikuwa inajilinda, ni nani alikuwa bora zaidi. Lakini pia amepata cream ya wachezaji kwenye eneo la kiungo na kwenye eneo la ushambuliaji, ni nani aende nao kwenye hiyo mechi, ni nani ambao aweze kuwatumia kwenye mechi ya mwisho. Kumbuka mechi ya mwisho ndo ina maamuzi. Kwa hiyo mechi ya kwanza ni obvious, yani kama ambavyo amezungumza Nation, it's very true, yani huwezi ukalikwepa. Simba anachokwenda kukifanya dhidi ya Berkane kwenye mchezo wa kwanza ni namba moja, yani namba moja kabisa, kwa sababu sina imani kama ile timu unaweza ukasema mimi sita concede, kwa sababu Simba yani, unamaanisha kwamba Simba iwe yani nafasi ya concede ni kubwa, uwezekano wa kufungwa ni mkubwa. Hata kama hawajashinda ile watafungwa. Yani ni mkubwa, yani kiuhalisia. Kwa sababu kwa nini nasema uwezekano wa Simba kuruhusu goli? Kufungwa sasa ina maana hapa ameshindwa. Uongo. Kuna kufungwa na kushinda. Kufungwa wewe unaweza kushinda 4 lakini umefungwa na hata moja. Sasa kuongelea kuruhusu, hiyo ni kuruhusu goli. Kwa hiyo uwezekano wa Simba kuruhusu goli ni mkubwa. Why ni mkubwa? Hizi mechi za hivi karibuni amekuwa sio mzuri kwenye eneo lake la ulinzi, lakini pia hata kwenye mechi ambazo amekwenda kucheza away, mechi almost zote amekuwa akifanyaje, akiruhusu nyavu zake kutikiswa. Na unakwenda kucheza dhidi ya Berkane ambaye naye anapokuwa kwenye kiwanja chake cha nyumbani anafunga mabao mawili kwenda mbele. Sasa how on earth unaweza kusema Simba hataruhusu goli? Obviously nafasi ya kuruhusu goli ni kubwa. Sasa anachokwenda kukifanya Simba ni cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba anapunguza idadi ya magoli ambayo anaweza kayaruhusu. Yani ikitokea tu umeruhusu, imetokea umeruhusu ni moja basi, umeteleza sana ni 2. Kwa hiyo mwalimu lazima awak sana kwenye namna ambavyo anaweza akazuia eneo lake kufikiwa, eneo lake kushambuliwa. Kwa hiyo kazi inaanza kwenye eneo la wapi? Eneo la kiungo. Kwa hiyo mimi kule juu lakini still you can defend with the ball. Kudefend the ball kwa namna gani? Unaweza kuwa na mchezaji mfano kama Elie Mpanzu, yani anaweza kaopti ukishakuwa labda na Mpanzu alafu ukawa na Kibu, alafu ukawa na wengine hao wakawa labda ni defensive players, wale wawili pia wanaweza kukusaidia. Kwa namna gani? Wanapokuwa na mpira wana force sana kwenda kushambulia. Wanapo force kwenda kushambulia wanawatikisa wapinzani. Mpinzani atakuwa anasema nikijisahau nikaenda, nikipaacha huko pamevoja watu wananifunga. It means unawatengeneza mentality ya kufanyaje, ya kubaki chini. Mpinzani akishabaki chini na maana uwiano wake wawe kukufikia au transition from defense to attack inakuwa inachukua dakika nyingi, ambapo inawaruhusu sasa wachezaji wako nao warejee kuweza kufanyaje, kuzuia. Mwisho wa siku kuna ugumu ambao timu inafanyaje, inauweka. So asiwe labda defensive pass kwa sababu anao wachezaji ambao wanaweza wakawa na kashikashi na usumbufu, then labda baada ya dakika 70 Mpanzu ameshafanya kazi yake kubwa, imetokea amepata bao, anasema sasa hapa ngoja huyu mchezaji akarest kwa ajili ya mechi ya nini, ya finali. Kwa hiyo ya marudiano. Kwa hiyo mimi naamini Simba kuna mkakati akiuweka vizuri anaweza akasurprise Afrika. Sawa, kuna swali moja tu ambalo nataka tumalize nalo tulifunge hili. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Sisi kwa kweli tuko poa, tunamshukuru Mungu. Hapa ni Gift Choni naongea, ndani yupo Nation Mwambande, lakini pia yupo Peter Rugendo. Aise, zima hiyo radio au kaa nayo mbali, inaleta kelele na unakuwa usikiki. Haya, hapo sawa. Sasa hapo kidogo unapatikana vizuri kabisa.
na yupo hapa Peter Rugendo. Hiki ni kipindi cha script ya michezo, yani wana michezo wote nchini lazima wachungulie hii script inasema vipi, then baada ya hapo na wao waje na story zao. Kutoka hapa kipindi cha Bao la Asubuhi, kipindi namba 1, na hii ni Bongo FM. Mimi naongea na nani kutokea wapi? Unaongea na Morisi Yusufu Mjami kutoka Mbeya Mbalali. Aha, kutoka pande za Nyanda za Juu Kusini. Bwana ndugu yangu, kuna kiasi cha pesa kimeingia kwenye simu yako. Vipi, ujumbe umeupata? Nimeupata mapema kweli yani. Si draw imechezeshwa na nusu. Draw imechezeshwa na nusu mapema kabisa, sema ndo simu imekuja kupigwa sasa hivi. Aha, unawaambia nini sasa watu wa Mbeya na wa Tanzania kwa ujumla? Wacheze kwa sababu mwenyewe nimecheza karibia mwezi mzima sijaipata, lakini ghafla tunashangaa message hapo. Aise, kumbe wewe ni kati ya watu wasiokata tamaa bana. Yaani wewe hiyo funzo umelitoa. Aha. Basi sawa, nikutakie hongera sana, lakini pia uwe na asubuhi njema. Haya. Bana, huyo ni mmoja wa wakilishi wetu. Amejishindia pesa na anatamba. Sasa alikuwa na muda kidogo. Mwezi mzima. Sasa unagusa yule Naye nasikia yule msimu ujao yupo yule. Yupi? Mbona wanasema ana miaka miwili? Sio huyo. Anapambana Au ni Ndondonjela? Ila sinasikia kumbe sio huyo, kuna mwingine tena. kuna mwingine tena. Nasikia upande ule pia kuna mkopo Kule. Mbona sio mambo yao wale? Wanasema alikuja kama yule alioenda Misri. Kama Sauli alienda Misri, kuna namna nilisikia hiyo. Aise. Wachezaji wanaotoka lile taifa nao. Hiyo ndo mambo yao mengi sana. Wale wanapenda kutafuta chance, sehemu ya kuonekana watoke. Kwa hiyo sio shida zao swala kuja kwa mkopo, siji kuja kama anakuja training. Hana shida. Okay. Ila kama ni kweli yule naye itakuwa hatari. Hebu tulifunge ile swala la Simba, mtalichangia watajibu mmoja hewala. Ukifuatilia mechi za Bekane alizocheza nyumbani, unagundua Simba ana mechi ngumu kuliko mechi yoyote ambayo aliwahi kukutana nayo kwenye kombe shirikisho msimu huu, kwa sababu mabeki wanaotumika pale safu ya ulinzi ya Simba sio wenye spidi kubwa ya kukimbizana sana. Bekane, angalia mechi na Constantine, angalia na Stellenbosch, unakuta kwenye kushambulia ni wachezaji 2 mpaka 3 tu, mtaji mbio na control. Kwa Simba hii naomba nisiulize, muongea kama wazee wetu hivi wanapaga ile ya kwa Simba hii useme utanini. Ukishana ameiweka hiyo, unajua anaweka msisitizo. Okay, point ambayo umeweza kuizungumza ni pointi nzuri na ni uhalisia kwamba Simba Sports Club kwenye eneo lao la ulinzi si watu wa kasi, lakini wana utulivu mkubwa sana. Na kwangu mimi, upande wangu mimi, kwenye eneo la ulinzi namba 1 kabisa ni Abdulrazak Hamza. Yani utulivu wake ni wa kiwango cha juu sana, asilimia naweza nikasema 100. Yani ni mtulivu, akimbikimbia afanye, lakini akienda obstruct mpira, akienda kucheza unaona kabisa ana win, anatulia na anaona sasa acheze wapi. Kwa hiyo kwenye eneo hilo sasa ni advantage wanaipata. Unajua lazima ujue wewe weakness yako ni ipi, na kama weakness yako ni hii, then uweze kufanya vipi ili ku-overcome your weakness. Kwa mfano kwa upande wa Karabucha Mo, yeye anafahamu kabisa mimi sina mbio. Kwa hiyo kikubwa ambacho wanakifanya ni kuhakikisha kwamba ana guard mpira. Mara nyingi ukimwangalia Chamo ana guard mpira na kuhakikisha yule mtu ambaye yuko pande fulani ana ule uhuru, kwa sababu ukimruhusu mtu ambaye anakimbia ukamwachia mpira akaupiga hatua kadhaa mbele, basi wewe tayari unaenda kupata changamoto. Lakini mara nyingi Chamo anakwenda na utazama mpira na ugadi mpira. Kwa hiyo kuna vitu vya ziada ambavyo wamekuwa navyo vinaweza vikawasaidia. Ni kweli kutakuwa kuna ugumu wakipatikana mawinga ambao dakika 2 kafika inaweza ikawapa ugumu. Lakini mimi naamini Simba wanakuja kuwa bora wapi. Unajua football kwanza is a game of passing, na kuna maana kubwa wawe wachezaji 10 ndani na goalkeeper mwingine akiwa 11. Kwa hiyo defending is for the whole team. Yani ulinzi ni kwa ajili ya timu nzima, sio kwa ajili ya eneo la ulinzi pekee. Kwa nini nazungumza hivyo? Ina maana ulinzi wa Simba utaanzia kwenye final third. Nitarejea pale kwamba kuna wachezaji wa Simba ambao wanaweza wakasaidia kubadilisha structure ya mchezo. Kuibadilishaje? Watakapokuwa wakija kuattack, mpanzu huyo papap kapiga,
nini kaja kapiga muda wote, sijui kapiga zile vibaiskeli scissor feints, ni combination na locomotive feint, amemove, ametoka, amemwacha mmoja, ameiweka kwenye njia, then kuna Kibu anatumia maguvu, ana sprint, anakimbia, akifika kwenye eneo ambalo anaruhusu kupiga anapiga. Tayari mentality ya Berkane mmebadilisha. Mkishabadilisha mentality ya Berkane, ile kukimbia kwao sasa kutatokea mara chache, sio mara nyingi. Zaidi wataamua kubaki kwenye eneo lao ili kuweza kuzuia mashambulizi. Nadhani hiyo inaweza ikawa kati ya njia nzuri za Simba kuweza kuhakikisha hawaruhusu kufikiwa zaidi. Sawa, kesho leo ni siku na hata